ya leo. Karibu sana Papa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninashukuru Mungu kwa siku ya leo ambaye ameweza kunijalia na kwa sababu ya kuwa hapa kushuhudia matendo makuu ambayo Mungu ametenda. Amen. Mimi ni shahidi kusema kwamba safari hii imekuwa ndefu. Maanake pastor amekuwa mtu wa karibu sana kwangu. Nimekuwa nikija mara nyingi na tumekuwa tunazungumza mambo mengi. Hata nakumbuka wakati watu walikuwa wanatoka pale Hillsview, hiyo Jumapili nilikuwa nimehubiri pale, na baadaye akaniambia, pastor, unajua leo unahubiri hapa na tunatoka. So kama kuna maombi ambayo tunahitaji tufanye hapa, ni tuombe Mungu atupatie mahali pa kukaa. Nakumbuka pia neno moja ambalo nilisema ni kwamba sisi tunaweza kosa kuelewa ni wapi ambapo tunaweza kwenda, lakini katika eneo hili la undani Mungu anao mahali ambao ametenga kwa sababu ya hili kanisa. So leo ninashukuru kwa sababu Mungu alikuwa ametenga na amedhihirisha ni wapi alitenga kwa sababu ya hili kanisa. Amen. Na ndio maana leo tuko hapa. Amen. Kwa sababu hatuna muda wa kuongea maneno mengi. Wacha niwaambie hivi. Yale maneno ambayo mchungaji anazungumza, yale maneno ambayo anatamka, ni vizuri uyashike na utembee pamoja na hayo. Maanake kuna siku ambayo Mungu atatimiza hayo maneno. Kama vile mzee amesema, huo ndio ukweli. Unaweza sikia mtu anaongea inaonekana kama ndoto. Unajua hata wakati alikuwa anaongea gorofa, kuna wengine walikuwa wanaona kama ndoto. Lakini nataka niseme haya maneno yakiongewa, kuna siku yatadhihirika na yatadhibitika. Kwa hivyo haya maono ambayo mchungaji Pastor Pontian yako nayo, rafiki yangu, nataka niwaambie kwamba Mungu atayatimiza. Kwa hivyo wewe simama, endelea kusikia neno la Mungu, uzidi kuomba, tembea pamoja na yeye, na kuna wakati ambao Mungu atafanya mambo makubwa ya ajabu sana. Nakumbuka tulianza mchango tarehe 1, wakati walikuwa wanaanza mchango, sisi tulikuwa tumeanza mchango wetu. Tukatangulia kujenga. Akawa ananiambia, pastor, natamani hata ingewezekana hii tuihamishe iende undani. Lakini unajua yetu ile ni kiwango ya kule. Kiwango ya mjini ni tofauti. Ndio maana inaongewa gorofa. Amen. Na Mungu atatenda. Naomba nisimamishe wale wapendwa nimekuja nao kutoka Yesu Mungu kwa sababu ya wapendwa hao. Nilipopata mwaliko huu nilisema kwamba nitakuja pamoja na hawa wapendwa, na mke wangu pamoja na watoto wangu wamenituma salamu. Kwamba Mungu atakuwa mwaminifu, tuko pamoja katika maombi na katika mambo yote. Kama vile tumeshirikiana katika hii safari kutiana moyo, tutashirikiana hata katika ile safari ya kuja kuzindua kanisa la kipekee katika mji wa undani. Amen. Kwa hivyo ningoje na utaliona. Amen. Amen. Pastor, God bless you. Mungu akubariki. Tuwapatie makofi mazuri. Pastor Morris leo amekuwa ni kijana, mtoto hapa, kijana wa hapa, sasa ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Salimiane hewani. Haleluya. Nataka kushukuru Mungu sana kwa ajili ya mchana wa leo. Niseme kwamba nimeokoka na Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nataka nishukuru Mungu sana kwa ajili ya Reverend wetu Mwasi Pontian. Thank God kwa sababu ya mambo makubwa ambayo amefanya kupitia kwa mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. You know, hatujazoea kumtambua kama is our reverend. Amen. He is our reverend, na akiwa reverend automatically she's pastor. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Reverend, from reverend tunaingia kwa Pastor Sarah. Amen. So nashukuru Mungu kwa sababu ya wakati huu, mambo makubwa ambayo Mungu amefanya. Nataka niseme kwamba I have all the reasons za kushukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimeona ndio nimepata ule ufunuo ambao uko katika hii scripture ambayo inasema kwamba kunalo tumaini kwa ajili ya ule mti ambao ukikatwa, unaokatwa kwamba utachipuka tena. You know, experience ambayo tumepitia as a church ni kama ule mti ambao unakatwa, but I thank God kumbe kunalo tumaini kwamba huu mti, kwamba katika harufu ya maji utachipuka. Kumbe siku ya leo gospel outreach tumechipuka. Hallelujah!
Dadi amesema kwamba wacha maadui waishi ili waone yale makuu ambayo Jehova anatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale walidhania kwamba gospel outreach ama maono ya our Reverend Pontian Mwasi kwamba yamefikia mwisho. Wacha waishi waone makuu ambayo Jehova anayotenda katika jina la Yesu. Haleluya. So mambo makubwa yanaenda kufanyika hata katika mji wa Ungani, na tuwe tayari kuyaona. Mungu akubariki. Thank you so much. Bwana kubariki sana kwa Yes, Bwana asifiwe. Mchungaji, wazazi wenzangu, nawasalimia katika jina la Mjambo. Mimi niko na furaha siku ya leo. Na langu ni kusema hivi. Zangu ni mjue pastor. Mengi yameshiriki na hakika yeye kwa mahali hapo ni kwa neema ya Mungu. Bwana asifiwe. He has gone through so much. Alikuwa ananiambia pastor, pray with me. Omba tunani. Bwana asifiwe. Na jambo langu lilikuwa ni kuomba. Bwana asifiwe. Na nikija mahali hapa ndipo nyumbani. Amen. Mimi nikitoka Mombasa, mimi narudi pale Mombasa chini ya Reverend Doreen Mwatembo. The ministry is called Chemichemi Ministries. Iko along Moi Avenue. So ukija mahali pale utatupata pale. Bwana asifiwe. Nikija hapa kupumzika na kuona jamii yangu, this is where I come to fellowship. Amen. This is home. Na hapa undani kuhubiri injili nimeanzia kwake. Amen. Na akanipeleka shuleni kwenda kuhubiria wanafunzi. Yeye ndiye ameweza kunikaribisha mahali hapa. Bwana asifiwe. Ndio nikija mahali hapa mheshimu sana na kuja kumtembelea. Amen. Just to say, wacha Mungu azidi kubariki na azidi kutawala. And those who have been standing with pastor, may God bless you too much. Amen. Wachungaji wamemtia moyo sana kwa sababu ya kufika mahali ambapo tumefika. Muda wetu bado unasonga na unasikia kuna harufu nyingine inakuja mzuri. Sasa mimi nilisema sadaka yangu ya kwanza natoa chakula watu wakule leo. Kwa hivyo hiyo haijatoka kwa ile pesa yenu. Hiyo nimetoa ng'ombe iliyo leo na chakula na watu wakunywe soda washerehekee. Hiyo ndio sadaka yangu ya kwanza ya kuinua madhabahu haya. Naomba ni kabla nikabidhi wachungaji hao. Tanisamehe sana. Nimkaribishe mwakilishi wa governor, rafiki yangu mkubwa sana, Bwana Mzee Sabalanga, ili akaweze kutusalimia pia kwa niaba ya governor na waziri mmoja ambaye tulikuwa tuko na yeye. Wachungaji wengi ambao wangekuja hapa, lakini vile haikuwezekana kwa sababu hii sherehe nilitaka tuiunganishe iwe ni ibada moja, na nikajua nikiwalika watakuta watu wameshatoka kwa sherehe. Kwa hivyo ndio sikutaka kufanya hiyo makosa. Kama ile mchungaji anasemekana wa kule Kibinda, Reverend Jael, tuko na forum kubwa sana ya wachungaji. Archdeacon Mwashumbe wengi sana wangekuja hapa, lakini wangekuta tumeshamaliza. So ndio sababu sikutaka kufanya hiyo makosa ya kualika, kwa sababu najua wengi wao hawangeweza kuja kwa ibada hii. Hao ni marafiki zangu wakubwa sana. Mungu ameniunganisha na wachungaji wote wa Anglican. They are good friends of mine. Kwa hivyo hata Reverend Jael, salimia sana rafiki yangu karibu sana. Mzee Sabalanga, karibu tafadhali. Wache tu dakika mbili tafadhali, alafu wache wachungaji wasije wakanishika mashati. Asante Reverend Mwasi, wazee wa kanisa, tifaki yote nikiwa nimeizingatia. Mwalale pinana. Moko na Yesu. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Asante. Majina yangu Saleka Juma, lakini ile ambayo mmenizoea naye Sabalanga. Kwa hivyo leo nina furaha kuwa na nyinyi hapa. Reverend, najua umenitafuta sana wiki hii. Na program naye ilikuwa iko mbio. Nikasema nitajitahidi nifike
Pokeeni salamu kutoka kwa mke wangu. Wengi wale walinijua wakati huo nikiwa kijana na chezugua niko na mka umweli. Wa kike sio wa kiume, maana kuna mambo imebadilika. Kwa hivyo nina furaha sana kuwa na nyinyi. Nimesikia vile mmeongea. Reverend alinielezea safari yenye mmetembea. Lakini Mtakatifu Luka wa kwanza 37 inasema hakuna jambo ambalo haliwezekani kwa Mwenyezi Mungu. Ni sisi tuwe watu wa imani na kuzidi kuomba. Na kweli Mungu anafungua njia. Kwa hivyo nina furaha sana. Reverend, hongera sana pamoja na washirika wako wote. Pastors ambao umekuwa na wao hapa na waona, I feel so impressed. Sasa kwa sababu nimekuja hapa tushiriki pamoja. Reverend, I always support you. Together with my family, and I know niko na marafiki wengi pale nje, we can always talk, tuangalie kusaidiana wapi. Mimi na mke wangu tutawapatia viti 30. Basi makofi mazuri kwa sababu tutakupatia viti 30. Na kama pia vitaongezeka tutasema amina. Hayo ndio mimi nitasema kwa leo. Nimekuja wacha tusikize neno, baadaye tutakaa hapa nje na mchungaji usiwe na spidi. Si leo tulipanga ni hapa. Sina mahali ninaenda. Tuko hapa tukule na pia tushauriane. Asanteni sana. Haya, asante sana. Basi umesikia hivyo, mama Kezile mwambie kama mzee Mugo leo mwambie fulani pale asiwe na haraka naona kama hapo nje. Basi nashukuru sana kwa sababu ya mahali ambapo tumefikia ni mahali pazuri sana sana. Wakati nitapatia wachungaji nafasi hii, naomba Asha tafadhali hizi bahasha utakuwa unaendelea kupatia kila mtu ambaye ameingia hapa atatoa sadaka leo. Na si kwamba nawashurutisha, lakini najua faida yake. Kwa hivyo tafadhali hizi bahasha, make sure kila mtu amepata bahasha ya kutoa sadaka yake wakati ule tutafikia wakati wa kutoa sadaka. Nachukua hii fursa ili niwakaribishe wachungaji hawa ambao wamekubali leo kuwa pamoja na sisi katika ibada hii. Hii ni ibada ya kuinua madhabahu. Na nimeona mmeniambia tusikimbie. Najua hawa hata nilikuwa nimewapangia na wakajipanga muda wao. Watatongoza vile watatongoza, na kwa sababu tumechukua ule muda wao mpaka saa 6, sasa bado mtawazongeza tu mbele vile. Bado dakika zenu hazipungui. Nafikiri hata kama chakula itakuwa imepoa, tutaelewa kwa sababu gani imepoa. Msiseme tuletewa chakula ikiwa baridi. Sawa Basi nataka nichukue fursa hii ili niwakaribishe wachungaji hawa. Wataongozwa na Pastor Mwizi kama sijakosea, na naomba sote tusimame kwa heshima ya Mwenyezi Mungu ili nimkabidhi Pastor Mwizi nafasi hii ili akaweze kutongoza kutoka hapo. Leo mimi nitakuwa mshirika, alafu kutoka hapo nitaelekea mchungaji. Bwana awabariki sana. Haleluya. Hausongi mahali mchungaji, tuko na hapa. Naomba kila mmoja aketi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko mbele yake Mwenyezi Mungu na mbele ya mkusanyiko wapakwa mafuta wa Bwana. Bwana asifiwe. Na kabla tujaanza ile sehemu, tukiwa hapa tumeingia mahali hapa tukiwakilisha ofisi ya kuhani wa Mungu. Na tukiwa mahali hapa hatuinui madhabahu ya Reverend Mwasi, hatuinui madhabahu ya Gospel Distribution, Gospel Outreach. Tunainua madhabahu ya Yesu Kristo. Na ushindi ambao umepatikana kupitia mchungaji, tumepata huo ushindi. Ndio maana tumeacha
madhabahu mahali kama mtumikia Bwana, kuja kuinua madhabahu ya Yesu Kristo. Mimi naitwa mchungaji Jones Mwinzi, nimeokoka, Kristo ni Bwana, na hudumu katika Fountain of Life Sanctuary hapa Undani na Mbale. Naomba tuintroduce kwa majina, then tuingie session ile nyingine ambayo ndio imetuleta mahali. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hebu nisalimie hewani namna hiyo. Bwana asifiwe sana. Mimi na furaha sana, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Jina langu ni mchungaji Francis. Napenda Yesu sana. Asante. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Salimia mtu, mwambie umesalimiwa na Pastor Mbirunea. Usalimie vizuri bwana. Mwambie umesalimiwa na Pastor Mbirunea. Sikiza, unajua mchungaji alikuwa ananong'onezea hapa ni bila masaa haikuturuhusu. Siku ya harusi huwa ni ya bwana harusi na bibi harusi. Sawa sawa? Na ni siku yao. So pia hata kama tumechelewa, nataka nimtie moyo nimwambia kwamba bado hatujachelewa. Hiyo ni siku yako. Sema amen. Amen. Basi naitwa Pastor Paul Kanga Mbirunea. Mimi na ndugu pale Undani na kanisa Neno Ubariki Simsaka. God bless you. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana ukaso. Mwadhani agosho. Haleluya. Majina ni Pastor Catherine Mwinzi. Nina furaha nyingi sana sababu ni ombi limejibiwa. Kwa hivyo tuko hapa tusherehekee pamoja kama mwili wa Kristo. Haleluya. Barikiwe. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Tumefikia shughuli ambazo zimetuleta mahali hapa. Na kabla tujaingia, maana yale tunaofanya ni according to the word of God. Mimi na wewe tumekuja hapa kuinua madhabahu ya Yesu Kristo. Najua kwamba madhabahu huongea. Reverend alitangulia kusema ya kwamba haya madhabahu yatatutetea. Haya madhabahu tabarikiwa kupitia madhabahu. Haya madhabahu yatatakasa. Haleluya. Na haya madhabahu yatainua. Vizuri tujue kwamba vile neno linavyosema kuhusu haya madhabahu. Tamwalika mchungaji Francis. Kuna yale Mungu ameweka ndani yake. Mchungaji Paul, mchungaji Catherine, na tutaendelea. Na juu hii ndio sehemu ambayo imetuleta mahali hapa. Naomba kila mmoja asimame. Unless uko na sababu ambayo wewe unasimama. Na wakati sisi na nyinyi tukiwa tumesimama katika hayo madhabahu, tukiakilisha ofisi kuu ya Mungu, tukiwa mapako mafuta ya Bwana, naomba tushirikiane kwa nia moja, kwa imani moja, napoenda kuinua madhabahu ya Bwana mahali hapa. Kwa hivyo neno ambalo Bwana ananena nasi kupitia kila mmoja mahali hapa, tukubaliane katika jina la Yesu. Karibu. Bwana asifiwe sana. Nafikiri sikusema ninahudumu wapi. Nahudumu na kanisa la Africa Inland Church hapa Undani. Nyinyi mmekuwa marafiki zetu na majirani zetu. Sasa mlienda nikaanza kuboeka. Ndio sasa nakaa hapa sioni wale marafiki zangu, lakini nashukuru Mungu kwa sababu Bwana ametenda pamoja na nyinyi. Siku ya leo sitaongea mambo mengi sana kwa sababu ni siku ya furaha. Ni siku ya kusherekea. Yaani ninapomwangalia mchungaji Pontier akiwa na furaha, moyo wangu unajawa na furaha. Kuna mtu mmoja alisema juzi, ati ukitaka kupata Reverend Pontier, ukitaka kunipata, tafuta pale Pontier yuko. Kwa sababu siku hizi tunatembea, tunafuatana. Ati ukitaka kunipata, muulize Reverend Pontier ni pale, Pastor Francis yuko.
Na kwa kweli wapendwa, tumetembea, kama nitumie hilo neno la siasa, tumetangatana. Mimi na yeye pia. Kuna wakati tumepanda milima huko, wengine tunaenda mahali tunajeshewa. Namwambia mchungaji, jipe moyo. Nitie moyo, maana hii kazi na hii vita si yako. Hii vita ni ya Mungu. Tukaja hapa siku 7, Bwana akatupatia nguvu hiyo ya kuenda mbio. Kitambi changu kimepungua sentimita kadhaa. Nilikuwa nabeba mawheelbarrow hapa bwana. Hapa tumechimba mitaro, tunafika mahali tunaambiwa mfereji upatikane hapo, rudini. Sasa hiyo tunataka kwenda kula na bwana. Wala Pastor Milionia, Bwana akubariki sana. Mpaka tunashindwa namna gani? Lakini Bwana akatutia nguvu mpaka kazi hii ya Mungu ikasimama hivyo. Sikutaka kusema mimi na wewe pastor afanye pambana na hali yake. Hapana, asipambane na hali yake. Hii ni madhabahu ya Bwana aishie milele. Bwana asifiwe sana. Pastor Mwenzi amemaliza kabisa, amesema hatuinui madhabahu ya Gospel Outreach. Tunainua madhabahu ya nani? Ya Yesu. Hatukusimama hapa kwa sababu ni rafiki yangu, lakini tulisimama kwa sababu ni kazi ya Mungu tunafanya. Bwana asifiwe sana. Maana marafiki wengine huingia mitini, lakini kwa sababu ya Kristo na kwa sababu ya pale Kristo amemtoa na amewatoa ninyi, tulisimama pamoja. Kwa hivyo nitasoma maneno machache tu, sitasoma mengi kwa sababu kila mmoja hapa atakuwa na wakati wake wa kunena. Hatutawachosha. Kila mtu ananena maneno machache, alafu tutakuwa tunamalizia. Hebu tufungue Biblia zetu kitabu cha Wafalme wa Kwanza, 1 Kings chapter 1 and verse 50. Wafalme wa Kwanza 1 na mstari wa 50. Nataka kuongea kuhusu umuhimu wa madhabahu. Yaani mahali hapa tumesimama, je, umuhimu wake ni nini? Wakati unasikia wachungaji wanasema kuinua madhabahu, ni nini hili ambalo tunalizungumzia? What is the importance of this thing we are calling the altar? Ni nini? Umuhimu wake nini? Hebu nisome mstari huo na niende mpaka wa 52. Wafalme wa Kwanza 1 mstari wa 50 hadi wa 52. Biblia inasema hivi: Adonia naye akaogopa mbele ya Suleimani, akaondoka akaenda akazishika pembe za madhabahu. Akaambiwa Suleimani kusema, tazama, Adonia amuogopa mfalme Suleimani, kwani tazama amezishika pembe za madhabahu, akisema, mfalme Suleimani na aniapie leo kwamba hataniua mimi mtumwa wake kwa upanga. Mstari wa 52, akasema Suleimani, akionekana kuwa mtu wa kweli, hata unywele mmoja wake hautaanguka chini, lakini uovu ukionekana ndani yake atakufa. Bwana asifiwe sana. Madhabahu ni sehemu ambayo katika Agano la Kale yalitengwa kwa sababu ya kutolea Mungu dhabihu. Yaani makuhani walipeleka dhabihu na kuzichoma juu ya jambo lililotengezwa kwa sababu ya kumtolea Mungu sadaka. Na pale makuhani walipeleka mbuzi, pale makuhani walipeleka njiwa kulingana na kile Mungu alichokiitisha. Walipochoma pale, basi ile harufu nzuri ilimwendea Mungu, naye Mungu akafurahi. Kama wakati wa Nuhu, Biblia inasema Nuhu alipomjengea Mungu madhabahu, akatoa sadaka, na ile sadaka ikapaa juu, ile harufu nzuri ikaenda kwa Mungu, naye Mungu ilipomfikia, Mungu akafurahi, akasema sitaangamiza tena dunia. Yaani ni mahali pa connection kati yetu na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu angalia kisa hiki hapa kwa dakika 2. Adonia ama Adonija, mtu huyu ambaye alikuwa anamwogopa mfalme, maana alikuwa anajua kwamba amekosa. Akajua hapa sina budi ya kufa, hivi karibuni ninaweza nikaangamia, kwa sababu jambo lililomfanyia mfalme huenda si jambo zuri. Sasa alijua death was inevitable, and what thing he did, he ran into the house of the Lord. He ran into the karibu na madhabahu ya Mungu, akakimbilia madhabahu. Yaani akaenda pale, akaanguka, akashika pembe ya madhabahu, akasema mfalme aambiwe akitaka
anataka kuniua aje hapa. Maana hata akija aniue hapa, sitatoka hapo. Alijua siri moja, ya kwamba kuna msamaha kwa madhabahu. Bwana Yesu apewe sifa. Haya madhabahu tunayoinua leo ni madhabahu ya msamaha. Amen. Ya kwamba ukikimbilia hapa, msamaha utapatikana. Wakati wewe uko na shida mpendo, ukipata taabu, badala ya kukimbia kwa mganga wa kienyeji, hata kama hakuna mchungaji, kimbia hapa, shikilia hapa. Ambia Bwana, nataka uniokoe. Bwana asifiwe sana. Bwana Adonija alipokimbia pale, alishikilia madhabahu. Kuna mjamaa mwingine anaitwa Joabu pia, chapter 2. Naye pia hivyo akakimbilia, akasema nifie hapa. Kufia katika madhabahu. Kimbia hapa, lakini nakuhakikishia utakufa. Hautakufa, maana madhabahu haya yana uwezo wa uhai. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo haya madhabahu tunayoinua siku ya leo ni madhabahu ya connection yako na nani? Na Mungu. This is the connection. Usione kama ni nyumba tu ya mabati. Hapa ni mahala unique ambapo Mungu ameinua kwa sababu yako wewe. Hapa ni mahali pa kuabudu Mungu tena. First, ni mahali pa kupokea msamaha. Ya pili, ni mahali pa kumwabudu Mungu. Kwa hivyo ibada zote zinakuja hapa ni za kumwabudu Mungu. Hakuna ibada nyingine inastahili kuletwa hapa. Maana hapa ni mahali pa kumwabudu Mungu. You worship the Lord here. Na tunapozungumzia madhabahu, we are speaking about the whole of this house. Mahala pa kumwabudu Mungu. Wewe ukiingia hapa na vituko vyako ambavyo si vya kuinua jina la Mungu, hautaweza kupenya hapa katika jina la Yesu. Maana my house shall be called a house of prayer. Na wewe ukiingia na vituko vyako hapa ili utafue madhabahu haya, haitawezekana katika jina la Yesu. Maana hapa ni mahali pa kumwabudu Bwana. Amen. It's a place to worship the Lord. Hilo ni jambo la pili. La tatu pia ni mahali pa reconciliation. Wakati Adonija alijua anakufa, alishikilia madhabahu ili asikufe, na hata hivyo mfalme akamsamehe. Ukawa na msamaha na ukawa na uelewano. Wakati uko na shida, mahali ya kutoelewana na mtu ama kutoelewana na Mungu, kimbia hapa katika madhabahu. Na ndio mahali madhabahu yamewekwa kwa sababu ya kazi. Come to the altar of the Lord and ask the Lord to reconcile you. Kama familia yako inaangamia, ama amuelewani na mzee wako, ama hata kabla kwenda kwa chifu, kimbia katika madhabahu. Maana hapa ndipo kuna upatanisho. Amen. Sisi wanadamu tutapatanisha, lakini kesho tutachongeana hivi. Nitaenda nyuma nianze kumwambia ati mlipatana. Hapana. Lakini unapoenda katika madhabahu ya Bwana, unapata real reconciliation. Yaani unamwombea mtu, ukitoka hapo anakuuliza unataka tuishi aje sasa? Hebu niambie kuanzia leo unataka tukae namna gani? Mambo yako yanaenda vizuri kwa sababu ya kukaribia madhabahu ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo sio jambo hili, hiyo sio tawi imewekwa hapa tu. There is power in this place. Iko nguvu hapa mahali tumekanyanga wapendwa. Hebu angalia jirani yako, mwambie there is power in the altar. There is power in the altar. Ni nini hicho ambacho kinakushinda? Mungu wetu hawezi kushindwa kusimama hapa katika madhabahu yake. Stand in the altar and success shall follow you. Msamaha utakupata. Hata wokovu utakupata katika madhabahu. Maana kuhani wetu mkuu ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Kuhani wetu mkuu si Aroni tena. Maana Aroni alikufa. Lakini Yesu Kristo ambaye ndiye kuhani wetu mkuu, our great high priest, hako hapa siku ya leo. Amen. Bwana asifiwe sana. Alafu sasa ametupatia uhuru mwingi sana. Yaani agano la kale ulikuwa huwezi ingia katika madhabahu hivi. Kulikuwa na vitengo, the holy place, the holy spirit and the holy of holies. Sasa uko ndani kabisa. Lakini wakati Kristo kwa kifo chake ile pazia la hekalu lilipokatika, basi kukawa na uwazi wetu sisi wote kuyakaribia mahali patakatifu. Bwana asifiwe sana. So approach this place with confidence. Hallelujah. Because our great high priest is alive. Na kazi yake inatendeka mpaka siku ya leo. Lakini kuna tahadhari. Utakapokuja hapa ukiwa na mambo yako ambao unataka kwenda kinyume, hautaweza. Makuhani wengi walikufa katika Holy of Holies. Maana waliingia pale wakiwa na dhambi. Walitaka kunajisi sehemu takatifu ya Mungu. Na hilo haliwezekani. Njoo hapa ukiwa na
jambo moja tu katika mawazo yako ya utakaso, usafi, kubarikiwa, kuinuliwa, kukonektiwa na Mungu, lakini sio jambo lingine lote. May this place grant you the peace that you want. Amen. May this place bring you the joy that you've always wanted. Amen. May this place connect you with your Maker. Amen. May this place bring everlasting joy in this church in Jesus' name. Amen. Bwana asifiwe sana. Wacha madhabahu haya nene mambo mema kwa sababu yetu sisi wote. Wakati wa shida yako kimbilia madhabahu, yashikilie, umuite Bwana na jina la Bwana libarikiwe. Tupatie Yesu makofi makubwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni kazi na si kazi. Mahali kitabu cha Mathayo mtakatifu 23 litaanza 16 na ujumbe wangu uko pale 15. Maandiko nasema, ole wenu vipofu, ole wenu viongozi vipofu, nyinyi msemao mtu atakaye hapa kwa hekalu si kitu, bali mtu atakaye hapa kwa madhabahu, bali mtu atakaye hapa kwa mtarundia. Ole wenu viongozi vipofu, nyinyi msemao mtu atakaye hapa kwa hekalu si kitu, bali mtu atakaye hapa kwa madhabahu ya hekalu amejifunga. Wafumbavu nyinyi na vipofu, maana ni hipi iliyo kubwa, ile dhahabu au ile hekalu litakasao dhabihu? Tena mtu atakaye hapa kwa madhabahu si kitu, bali mtu atakaye hapa kwa sadaka iliyo juu yake amejifunga. 19. Vipofu nyinyi, maana ni hipi iliyo kubwa, ile sadaka au ile madhabahu itakasayo sadaka? Naunganisha na kitabu cha Kutoka 29:37 inasema, utafanya upatanisho kwa ajili ya hiyo madhabahu muda wa siku 7 na kuitakasa, ndipo madhabahu itakapokuwa takatifu sana. Kila kitu kiuzao madhabahu kitakuwa kitakatifu. Mtu aseme amen. Amen. Ninaomba uniruhusu niseme mambo mawili tu, kwa sababu nafikiri tunazungumzia kitu kimoja. Kuna vitu vitatu vinaweza vikasababisha ama visababishavyo Mungu kushuka ama kutembea ama kuongea ama kuonekana. Na kabla kusema hivyo, nataka kuambia hivi ya kwamba Mungu ajibu maombi kwa sababu watu wameomba. Narudia, Mungu ajibu maombi kwa sababu ya watu wamefunga na wameomba. Mungu anajibu maombi maana kwa sababu aliyefunga ama aliyeomba amepata kibali kwa Mungu. Ukiomba na upate kibali kwa Mungu, Mungu atajibu maombi. Kuna vitu vitatu bila vinasababishanga Mungu